الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na mtawala wetu wa somo letu la hadithi, na leo tupo katika babu siwaki, mlango wa kuelezea namna ya kupiga mswaki au mlango wa kuelezea kupiga mswaki ni katika tahara. Na ndio hata wanawazuoni wakasema kupiga mswaki ni jambo ambalo limetiliwa mkazo zaidi, kwa sababu hata ukiangalia hadithi za kupiga mswaki, hadithi zilizokuja kuelezea sunna ya kupiga mswaki ni nyingi mno kuliko hadithi zilizokuja kuelezea kuswali kwa jamaa. Kwa hiyo mswaki una uzito zaidi. Tamam. Kwa hiyo kupiga mswaki ni sunna, ingawaje kupitia hadithi ya laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati, wakasema baadhi ya wanawazuoni kwamba ni mswaki ilikuwa daraja yake ni katika, yani ilikuwa ni katika mambo ya wajib. Mswaki daraja yake ilikuwa min alwajibati, ilikuwa ni katika yale mambo ya wajib, lakini baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuona uzito, tamam, ndio akaona nini afanye kuwa ni sunna. Bil mu'minina raufun rahim, kwa waumini ni mpole na mwenye huruma. Kwa hiyo mswaki ilikuwa ni katika daraja za min alwajibat. Mswaki ulikuwa upo katika daraja ya mambo ya wajibu, lakini Mtume akaona kuna uzito ndani yake, kila muda watashindwa hawa. Sasa ndo akaona nini aupitishe kuwa ni sunna. Tamam. Kwa mswaki ni sunna muakkad, ni sunna iliyotiliwa mkazo, na hasa inda sala iliyotiliwa mkazo kupiga mswaki katika wakati wa kutaka kuswali. Na imekuja hadithi ya kuelezea, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kwamba visafisheni vinywa vyenu, kwani hakika nyinyi mnapokuwa kwenye swala, kwenye dhikri, kwenye kusoma Qur'ani, kwenye kusikiliza darasa za ilmu, makoo yenu hayo yanakuwa ni njia ambazo inapita dhikri ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi jitahidini dhikri ya Mwenyezi Mungu ipite katika makoo yenu, na hali ya kuwa makoo yenu na vinywa vyenu ni visafi, wala havinuki uvundo. Tamam. Tamam. Hiyo mswaki ni jambo kubwa sana, ni jambo adhim, na malipo yake pia ni makubwa vile vile. Kwa hiyo umetiliwa mkazo mswaki inda sala, wakati wa swali, wa udhu, na wakati wa kutia udhu, wa taghayyuri famin, na wakati wa kubadilika kinywa kibadilika harufu, basi ni sunna iliyotiliwa mkazo mwenye kinywa hicho akipigisha mswaki. Wa khuluwi almaida min at'am, na wakati tumbo likiwa halina chakula ni sunna kupiga mswaki. Wal qiyam min an-nawm, na kuamka kutoka usingizini. Wa italati sukut, na wakati wa kukaa kimya kwa muda mrefu. Ikiwa mtu amekaa kimya kwa muda mrefu, basi anasuniwa apige mswaki. Wa dukhuli almasjid, na kuingia msikitini. Wa qira'ati alquran, wa dukhuli almanzil, sawa na kuingia katika nyumba. Na baadhi ya wanawazuoni walisema kwamba ni karaha mtu kupiga mswaki akiwa amefunga, lakini kauli yenye nguvu, na tumesoma kwenye Zubani mule kwamba sio karaha. Haya, anasema an Abi Hurairah, amepokelewa kutoka Abi Hurairah radhiyallahu anhu an nabii, na Abi Hurairah amempokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, anasema laula an ashuqa ala ummati, lau kama nisingeona uzito, ala ummati, kwa umma wangu. Sasa laula an ashuqa ala ummati, lau kama nisingeona uzito kwa umma wangu au juu ya umma wangu, la amartuhum, bas hakika ningewaamrisha wa bisiwaki, ningewaamrisha wapige mswaki inda kulli wudhu'in au inda
kulli salati. Sa kila wanapotia udhu au kila wanaposwali. Kuna riwaya imekuja inda kulli wudhu'in na kuna nyingine kaja inda kulli salati. Sawa sawa. Ningewaamrisha wapige mswaki inda kulli salati, kila wanapotaka kuswali, au inda kulli wudhu'in, kila wanapotaka kutia udhu. Lakini akaona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jambo hili ndani yake kuna uzito, akaona basi lisilifanye kuwa nini, ni amri, kwa sababu al-amru yaqtadhi al-wujub. Sawa, amri ina hukumu nini, wajibu. Ndio maana wanazuoni wakasema kwa kupitia kauli ya hadithi hii, la amartuhum, ningewaamrisha. Wakasema kwamba mswaki ulikuwa upo katika daraja moja miongoni mwa daraja za alwajibat, za mambo ya wajibu, lakini Mtume akaona aufanye kuwa ni sunna. Tamam, kupitia nini, la amartuhum. Ile kauli ya amartuhum ndio ikawapa dalili kwamba mswaki ulikuwa ni katika mambo ya wajibu, hasa katika swala na katika kutia udhu. Na tunaposema katika swala, katika kutia udhu, kwa maana daraja yake ni moja. Kwa maana ingekuwa ni katika kutia udhu sawa, ingekuwa ni katika swala pia ni sawa, sababu yote yanafungamana na ibada ya swala. An Hudhaifa ibn al-Yaman, an Hudhaifa ibn al-Yaman. Tamam, kumepokelewa pia hadithi an Hudhaifa ibn al-Yaman, kutoka Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, anasema kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa Mtume idha qama min al-layl, anaposimama kufanya ibada wakati wa usiku, yashusu fahu bisiwaki, alikuwa anakisafisha. Yashusu alikuwa nini, ana shaswa yashusu shus, maana ukisafisha. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposimama kufanya ibada usiku, yashusu fahu bisiwaki, alikuwa anakisafisha kinywa chake kwa kutumia mswaki. Tamam, hiyo ni sunna. Mtu unapotaka kuswali qiyamul layli, basi upige mswaki. Lakini wanazuoni akasema kupitia hadithi hii ni kwa maana ni sunna kupiga mswaki katika swala zote za faradhi na swala zote za sunna. Tamam, mtu akitaka kuswali faradhi apige mswaki kwanza ni sunna. Mswaki huo ataamua mwenyewe apige katika udhu au katika swala, lakini wanawazuoni wakatilia mkazo kwamba pale pale katika swala pale udhu atie kama kawaida, kisha unapofika muda ameshasimama kwenye swafu yake au kwenye mswala wake, anataka aswali, basi pale pale atoe mswaki wake, asugue kidogo meno yake yale. Tamam, kisha arudishe katika kanzu yake aswali. Tamam, hiyo ni sunna muakkada, sunna iliyotiliwa mkazo, si katika swala za faradhi tu, mpaka katika swala za sunna. Wa an Aisha radhiyallahu anha, na kumepokelewa pia kutoka na Aisha, Mwenyezi Mungu amridhie, qalat, amesema dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliingia Abdurrahman mtoto wa Abi Bakri kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ana musnidatuhu ila sadri, na hali ya kuwa mimi musnidatuhu ila sadri, nimemwegemeza Mtume katika kifua changu. Wa ma Abdurrahmani siwakun ratbun yastannu bihi, na ulikuwepo kwa Abdurrahman siwakun, mswaki, ratbun, uliolowana. Siwakun, mswaki, ratbun, uliolowana. Wengine wakasema siwakun, mswaki, ratbun, mswaki ambao kijiti chake ni kibichi, hakijakauka. Sawa sawa, yani mswaki ambao umekatwa muda si mrefu kutoka kwenye mti wake. Lakini hii ya kwamba uliolowana ndio ina nguvu zaidi. Kwa sababu gani? Tukisoma hata kwenye mukaddima wanaambia nudhiya bilma, iwe ni kwa kijiti cha mswaki ambacho kimeroanishwa maji. Tamam. Kwa hiyo tafsiri zote ziko sawa. Tamam. Yastannu bihi, akisugua kinywa chake kupitia nini? Kipande hicho cha mswaki.
Faabadahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam basarahu, faabadahu, mtume akayaelekeza mno katika ule mswaki, sawa sawa, basarahu, macho yake. Faabadahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam basarahu, mtume akayaelekeza mno katika ule mswaki, basarahu, macho yake. Fa akhadhtu siwaka, sawa sawa, fa akhadhtu as-siwaka, basi mimi nikauchukua ule mswaki wa Abdurrahmani, faqadhamtuhu, kisha nikaukata, sawa sawa, kisha nini, kisha nikaukata. Fatayabtuhu, kisha nikautengeneza vizuri, sawa sawa, fatayabtuhu, kisha nikautengeneza vizuri. Kwa maana ana Aisha alivyoona kwamba mtume anauangalia sana ule mswaki, akaona huyu anataka mswaki, sawa sawa, akauchukua ule mswaki, na bila shaka pengine aliuchukua kwa njia nzuri, akamwambia nipatie nikate kidogo, nimpatie mtume na yeye, sawa sawa. Kwa hiyo akauchukua ule mswaki, kwa kuwa pengine ulikuwa ni mrefu, yani ule kile kijiti kilikuwa ni kirefu, sawa sawa, akakata kipande pale, chingine akamwachia Abdurrahman, chingine akabaki nacho yeye. Sasa akakitengeneza vizuri, sawa sawa. Thumma, kisha dafa'tuhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kisha nikamkabidhi mtume. Dafa'tuhu ila, nikumkabidhi mtu kitu, baada ya kuwa nimeukata ule mswaki kutoka katika kile kijiti cha Abdurrahman na nikautengeneza vizuri, basi fadafa'tuhu, thumma dafa'tuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kisha nikampa mtume mswaki huo. Fastanna bihi, akakisafisha kinywa chake kupitia mswaki huo, kwa maana akapiga mswaki kupitia mswaki huo, tamam. Akapiga mswaki kinywa chake kupitia mswaki huo. Anaendelea kusema na Aisha, fama raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, sikupatapo kumwona mtume, istanna istinanan ahsana, amekisafisha kinywa chake, istinanan, kwa usafishaji, ahsana, uliokuwa mzuri mno, minhu, kuliko siku hiyo. Kwa maana sikupatapo kumwona mtume amepiga mswaki kwa namna nzuri, kwa uzuri kabisa, minhu, kuliko nilivyomuona siku hiyo. Kwa maana alikuwa anakisafisha kinywa chake kwa utaratibu mzuri, anaanza kulia, anakuja kushoto, anakuja hivi, anakuja kwenye ulimi wake, anasugua vizuri, tamam. Fama ada an faragha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yada, basi hakukaribia kumaliza kupiga mswaki mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama ada an faragha, hakukaribia kumaliza kupiga mswaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu, rafa'a yada, akaunyanyua mkono wake. Kwa maana hakuwa amemalizia nini kupiga mswaki, lakini kutahamaki ameunyanyua mkono wake ule ambao ameshikia mswaki, au isba'ahu, au kizi mwingine akasema nini, kidole chake. Thumma qala, kisha akasema, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, sawa sawa, naelekea kwa marafiki waliokuwa daraja ya juu. Imekuja kwa sifa ya mufrad, lakini wanakusudiwa wengi, na waliokusudiwa hapo wanasema ni manabii, na hiyo ni riwaya ya Imam Nawawi, anasema si Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ar-rafiq al-a'la, marafiki waliokuwa daraja ya juu, si Allah subhanahu wa ta'ala. Waliokusudiwa hapo ni manabii, wasiddiqin, na watu ambao wamesadikisha yale ambayo wamemwahidi Mwenyezi Mungu, wa shuhada, mashahidi, wasalihin, na waja wema, tamam. Kwa riwaya ya Imam Nawawi na kwa tafsiri za wengi waliosherehesha hadithi hii, wametafsiri hivyo kwamba sio ar-rafiq al-a'la, sio Allah, bali ni wale marafiki waliokuwa daraja za juu ambao ni hao, sawa sawa. Lakini haimaanishi kwamba wao wako juu zaidi ya mtume. Yeye mtume ndio sayyidul mursalin, sawa. Yeye ndiyo mkubwa wa kila
wa kila mapoti. Katika mitume yeye ndiye bwana wao, katika mawalii yeye ndiye mwenyewe, katika wema yeye ndiye mwenyewe. Tamam. Kwa hiyo thumma qala, kisha akasema mtume fi rafiqi al-ala thalathan, akasema anaelekea kwa marafiki waliokuwa daraja za juu thalathan, akayatamka maneno hayo mara 3. Thumma qadha, kisha nini? Akafariki mtume. Thumma qadha, kisha akafariki. Waqala taqul, na alikuwa na Aisha akisema mata baina haqinati wa dhaqinati, amefariki mtume kati ya kidevu changu, wa dhaqinati, na koo langu. Maana amefariki baina, aliyakuwa yupo haqinati, yupo kati ya kidevu changu, wa dhaqinati, na koo langu. Maana kama alivyotangulia kuelezwa nyuma kwamba mtume alikuwa amekilalia kifua cha na Aisha. Kwa hiyo aliposema dhaqinati ni kumaanisha kwamba kichwa cha mtume kilikuwa kimegusa mpaka katika kidevu chake, na sehemu nyingine ya mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa iko chini, saa kuanzia kwenye koo mpaka kufika chini, sawa sawa. Kwa hiyo mata, kufa mtume, na Aisha alikuwa akisema amekufa mtume baina haqinati wa dhaqinati, kufa aliyakuwa ipo kati ya kidevu changu na koo langu na kifua changu. Tamam. Wa fi lafdhin, na katika tamshi nyingine imekuja faraaitu yanzuru ilayhi, pale alipoingia Abdurrahman katika nyumba yake. Mapokezi mengine na Aisha alisemaje? Faraaitu, nikamwona mtume yanzuru ilayhi, akiutazama ule mswaki. Wa araftu annahu yuhibbu siwaka, na ninatambua mimi kwamba yeye anapenda sana kupiga mswaki. Fakultu, nikamuuliza mtume, akhudhuhu lak, je, ni uchukue huu mswaki kwa ajili yako? Kwa maana ni uchukue nikupatie. Hiyo akhudhu kwa maana aakhudhuhu. Tamam. Hapo kuna hamza tu istifham, na kuna hiyo hamza ambayo ni mzizi katika mizizi ya kitendo hicho. Tamam. Yani ya mudhari, harfu al-mudhari, alif ya mudhari, anaitwa alif ya mudhari. Kwa kuna hamza al-istifham na kuna ile alif au hamza ya mudhari. Kwa hiyo akhudhuhu laka, maana aakhudhuhu laka, je, ni uchukue huo mswaki kwa ajili yako? Kwa maana nichukue nikupatie. Fa ashara bi ra'sihi, mtume baada ya kuambiwa hivyo akaashiria kwa kichwa chake, an'am, ya kwamba ndiyo nichukulie. Lafdhu al-Bukhari, ili ni tamshi la mapokezi ya Imam Bukhari, wali Muslim nahwuhu, na anayo mapokezi kama haya nani? Imam Muslim. Ma wali Muslim na Imam Muslim nahwu, ana mapokezi mfano mapokezi kama haya. Tamam. Wa an Abi Musa al-Ash'ari qala, amesema ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwaki, nilimwendea mtume na hali ya kwa yeye anapiga mswaki. Qal, nikasema qal tayyib. Akasema tena huyo Abu Musa al-Ash'ari baada ya kusema kwamba ataitu an-nabiy, nilimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa, na hali ya kuwa mtume yastaku bisiwaki, na alikuwa akipiga mswaki. Qal, akasema tena Abu Musa al-Ash'ari wa tarafu siwaki ala lisani, alikuwa akipiga mswaki na aliyakuwa ile ncha ya mswaki ambayo iko ndani ya kinywa chake, ala lisanihi, ilikuwa ipo juu ya nini? Juu ya ulimi wake. Sawa, ile ncha ya mswaki ambayo imeingia kwenye kinywa chake ilikuwa iko juu ya nini? Juu ya ulimi wake. Yaqul, akisema mtume alikuwa wakati huo anasumbua ulimi wake akisema wasiwaku, na hali ya kwa mswaki fihi, uko ndani ya kinywa chake. Kaannahu, kana kwamba yeye yatahawau, anataka kujitapisha. Kaannahu, kana kwamba yeye yatahawau, anataka nini? Kujitapisha. Naam, katika hadithi hii tunaona kwamba ile hadithi iliyopita tunaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na hirs, alikuwa ametilia mkazo kupiga mswaki. Sawa, kwa hapa alikuwa katika hali ya sakaratul maut, katika ulevi wa maut. Ni kwa maana muda mrefu hakuwa ni mwenye kuzungumza, muda mrefu alikuwa kinywa chake amekifumba na azungumzi. Kwa hiyo alipoona mswaki ule akawa na hirsi nao, akawa na pupa nao kwa ajili ya kukisafisha nini? Kinywa chake.
katika hadithi iliyopita tunaona kwamba kuna hirs kubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo katika nini? Katika kupiga mswaki. Lakini katika hadithi hii tunapata kwamba ni sunna kwenye kupiga mswaki mtu asugue ulimi wake, na kupitia hii kauli aliyosema Abu Musa kwamba yaqulu, alikuwa akisema wasiwaku fi fihi kaannahu yatahawwa, kana kwamba anataka kujitapisha. Hapa ni kuonesha kwamba kwenye kupiga mswaki miongoni mwa sunna zake ni mtu kusugua koo, ile mubalagha. Sasa nini mubalagha? Kulisugua pia koo lake, yani kupitisha, yani mswaki unauleta mpaka katika huku katika shina la ulimi ndani, sawa sawa Kwa ni sunna miongoni mwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Mtume hapo katika hali hiyo alikuwa ni katika nini? Katika kulisugua nini? Koo lake na kusugua ulimi wake. Tamam. Naam, tunaendelea. Babu almasih alkhuffain, huu ni mlango katika kuelezea kupangusa juu ya khufu mbili. Ani al-Mughira, anasema Sheikh, kumepokelewa kutoka Mughira ibn Shu'ba, عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، kumepokelewa kutoka Mughira ibn Shu'bah Mwenyezi Mungu amridhie, qala, amesema kuntu ma'a an-nabii sallallahu alaihi wasallam fi safar, nilikuwa pamoja na Mtume katika safari. Wanasema baadhi waliosherehesha hadithi hii kwamba ilikuwa ni safari ya kuelekea katika ghazwat Tabuk, vita ya Tabuk. Fahawaitu lianzi'a khuffaihi, nikashuka chini. Fahawaitu, nikashuka chini, lianzi'a, ili nizivue, khuffaihi, khofu zake mbili, khuffaihi, khofu zake mbili. Faqal, Mtume akasema da'huma, ziache. Kwa maana Mtume akamwambia Mughira ziache. Fa inni, kwani hakika mimi, adkhaltuhuma, nimezitia katika hiyo miguu yangu, tahirataini, sasa aliyakuwa hiyo miguu yangu iko tohara. Famasaha alaihima, kisha ilipofikia hatua sasa Mtume ametia udhu, famasaha alaihima, akapangusa juu ya zile hofu zake mbili. Tamam. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuzivaa hizo hofu mbili alitia udhu kamil, akaosha mpaka miguu yake, kisha ndio akavaa nini? Hofu zake mbili. Sawa. Kwa hiyo kwa kuwa aliosha miguu yake, basi ikitokea anataka kutia udhu tena, haitomlazimu kuzivua zile hofu aioshe miguu. Hapana, atapangusa tu juu ya ile miguu yake. Sawa sawa. Na hiyo ndio hukumu ambayo wanawazuoni wamechukua kupitia hadithi hii, kwamba mtu ikiwa atatia udhu kamil, sawa, ikitokea anataka atia udhu tena, basi hatovua zile hofu zake mbili, bali atapangusa tu juu ya zile hofu zake. Tamam. Akaendelea kusema wa an Hudhaifata ibn al-Yaman, na kumepokelewa pia kutoka Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu awaridhie yeye na mzee wake. Qal, amesema Hudhaifa, kuntu ma'a an-nabii sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa siku moja niko pamoja na Mtume. Kuntu ma'a an-nabii sallallahu alaihi wasallam, siku moja nilikuwa niko pamoja na Mtume. Kuntu ma'a an-nabii sallallahu alaihi wasallam, siku moja nilikuwa niko pamoja na Mtume. Fabala, akakidhi haja ndogo, akakojoa. Watawadha, na akatawadha, maana akakojoa akatia udhu. Wamasaha ala khuffaihi, baada ya kukojoa kidhi haja ndogo na baada ya kutawadha akaosha viungo vyake vyote, lakini alipofika kwenye nini, kwenye miguu tu, hakuvua ile miguu, hakuvua zile hofu zake ili aioshe miguu. Akapangusa juu ya hofu zake mbili. Sawa sawa. Akapangusa juu ya hofu zake mbili. Tamam. Sasa kupitia hadithi hii tunaona kwamba kumbe hata kama mtu ataenda kukidhi haja ndogo, sio tu
eti umemtenguka udhu, labda kushuta au kwa kulala. Kushuta kwa maana kutoka na upepo ule, kwa kulala au kwa kumgusa mtu, hapana. Hata kama ameenda kukidhi haja ndogo, hata kama ameenda kukidhi haja ndogo, basi katika kutia udhu haruhusiwi au hatakiwi avue zile hofu zake mbili ili aioshe miguu yake, hapana, bali inajuzu na inafaa kupangusa juu ya zile hofu zake mbili, sawa. Isipokuwa katika janaba. Akipatwa na janaba si inabidi aoge mtu, tamam. Sasa katika kuoga inabidi nini? Azivue zile hofu zake mbili, sawa. Katika janaba tu ndio nini, sheria imesema kwamba anabidi azivue zile hofu zake mbili, tamam. Naam, katika hadithi hizi mbili tunaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipangusa juu ya hofu zake mbili, alipangusa juu, sio chini wala pembeni, alipangusa juu ya zile hofu. Ninaposema juu tunakusudia hii sehemu ya juu ya mguu, tamam, sehemu ya juu katika sehemu hii ya mguu, tamam, ndio Mtume alipangusa hapo. Kwa hiyo kwenye kupangusa hofu ni juu, katika kupangusa hofu ni juu. Ndio ikaja katika mapokezi yaliyopokelewa na Saidina Ali, yani watu walompokea Saidina Ali kwamba Saidina Ali alisema, lau kana dinu rai, lau kama dini ingekuwa inaendeshwa kwa rai tu, maana yani mtu jambo anaona kwamba hivi si inafaa zaidi kuliko hivi, yani kwa dini inaendeshwa kwa rai. Lau kana dinu birrai, lau kama dini ingekuwa inaendeshwa kwa rai, maana mtu akiamua jambo na akiliona jambo hili tukilifanya hivi itakuwa bora zaidi, akasema na ikakubalika, la kana asfalul khuffi, basi ingekuwa kupangusa chini ya hofu, au la bil mashi, ndio bora zaidi kupanguswa, yani kupangusa ile sehemu ya chini ya hofu ndio bora zaidi. Lau kana dinu birrai, lau kama dini ingekuwa inaendeshwa kwa rai, kwa maana mtu anaweza katoa maoni katika jambo kwa kuwa ameona hivi ni bora zaidi na ikakubalika, basi la kana asfalul khuffi, kungekuwa kule chini ya hofu, au la bil mashi, ndio bora zaidi kupanguswe kuliko wapi? Kuliko juu ya hofu, sawa sawa. Lakini hukumu imeshapita, hivyo ni kupangusa juu ya nini? Juu ya hofu, tamam. Ingawaje ukipita katika vitabu vya fiqh utaona wanawazuoni madhhabu ya Shafi'ia jinsi wanavyotoa rai kwamba inabidi mtu apanguse juu na nini, juu na chini, khututan, kwa kufuta hivi, tamam. Na kupangusa sio kumwagia maji juu ya hofu, hapana, ni kutia maji katika mkono wako kiasi mkono ukawa umelowana, kisha ukaupitisha ule mkono juu ya nini, kwa zile hofu. Wa ila huna intahi. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا، وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعفو منكم.